Karibu mtazamaji, tukiwa na mgeni wetu ndani ya studio. Ni mgeni ambaye si mgeni siku hii ya leo, amekuwa ni mwenyeji. Labda mwelekezi wangu waweze kutuchezea video. Alikuwa mwaka jana Agosti, kama sitaweza kusahau, ya 2025 alikuja hapa ndani ya studio, na haya ndio ilimleta siku hiyo. Nimeenda kufanyiwa CT scan, chest CT scan. Hii matiti ilianza kuvimba saidi ya chini. Vile ilivimba saidi ya chini, ikavimba vibaya tu. Ikakaa kuna uzito fulani. Nikaenda nikafanywa hiyo chest CT scan, ikaonesha imespread, imeenda kwa lung, imeform lobe metastasis. Na daktari wa surgeon alikuwa naomba Mungu, hiyo CT scan aliniambia, Faith, naomba Mungu lung ikuwe iko sawa. Lungs ikiwa sawa na kuja kukutolea hii breast. So nikaenda, na kwa bahati mbaya ikawa imeenda kwa lung. Kuenda kwa lung nikaambiwa sasa niende nidungwe dawa. Kuingia kwa dawa ika reject. Kureject nilikuwa na stress sana, huku imespread, huku dawa hakuna. Nilitoka moja kwa moja nikaenda mpaka kwa ofisi ya SHA. Sikujua sheria SHA, nilimlilia msichana tu kama yani. Nikamwambia naomba unitransfer hii pesa ya surgery. Ikuje isaidi nidungwe dawa. Lakini akaniambia haiwezekani. Nikamwambia lakini naomba tu nirenewie, mimi nategemea SHA. Mimi nategemea SHA, hata daktari wangu huyo specialist. Nikienda kumuona mimi namwambia tu yeye usinilipishe, sina kitu. Nategemea tu SHA. Akaniambia, Faith, mpaka hii nini limit yenye serikali imeweka, mpaka mwezi wa 10 ndio watarenew. Nikakaa hivi nikipiga hesabu ya mwezi wa 10 ni kama dawa ngapi? 4. Unafaa uwe na dawa nne. After 2 weeks. Hiyo ni dawa 4. Kaambia Mungu, hiyo ni mingi sana. Si nimekaa tu hivi. Nataka nikushangaze. Mamangu ajui. Najui kama niko na stress ya kutodungwa dawa. Kwa sababu sitaki tena kumwongezea stress. Sababu hata ukimwona saizi amedorora kabisa afya. Ajui mambo ya lung. Je, mwambia? Ajui saizi vitu tunaongea na wewe. Naenda kufanya tu major surgery. Ovaries inatolewa yote. Ovaries. Na breast. Ndio azingangana kutreat lung. Mamangu ajui. Nashukuru hata kwetu kuna TV haisiona. Mamangu ajui. Hapo na hapo vile niliambiwa haiwezekani, ndio nikakuja Nairobi kuomba msaada. Faith, unifanya mimi pia nimenyira hivi nikisikia story yako. Pole mama. Lakini leo tutasmile. Si ndio? Ndio. Unasema aje? Naambia Mungu asante. Lakini bado uko in shock. Niko sawa. Nimekushtua Nikiangalia hiyo video. Kuna kitu ulisema pale Faith, ulisema kwamba mamangu ajui na huko kijijini hatuna TV. Ulimwambia nini mama? Nikitoka hapa. Niliambia mama nikitoka hapa ni Wakenya wameweza kunichangia pesa ya matibabu kupitia Citizen TV. Lakini alikuwa kama wewe ni mgonjwa. Mama alikuwa anajua mimi ni mgonjwa, ndio natibiwa kanza. Lakini hii mambo yote ambayo imekuwa ikitokea hapa katikati, mimi sijakuwa nikimuelezea. So ukamwambia nimetoka mahali? Nikamwambia nimetoka Sajara na Lulu huko Citizen TV Nairobi. Wakenya wameweza kunichangia pesa ya matibabu. So ukaanza safari yako ya matibabu? Nikaanza safari yangu ya matibabu. Haikuwa rahisi. Ilikuwa aje mama? Ilikuwa ngumu tu, ilikuwa nzito kwangu. Lakini siku zote nilikuwa nikiomba Mungu tu anipatie kitu moja, nguvu. Kwa sababu pesa ya matibabu ilikuwa, pesa ya chakula ilikuwa, kila cycle nilikuwa nadungwa dawa ya immune. Unaona mtu akiwa kwa matibabu ya kanza, kuna vitu mbili huwa inasumbua patient. Kwanza kabisa damu. Mungu alinisaidia sijaiongezewa damu, nashukuru. Lakini immune. Sasa ni damu na immune ndio huwa inatemba na hiyo matibabu. So mimi karibu tuseme yote tu cycle zote nimekuwa na nadungwa dawa ya immune.
ndio nipate kudungwa dawa. So safari yangu ya matibabu, niliporejea kutoka mali hapa, nikaenda nikadungwa ile dawa 3. Ilikuwa 4 lakini nikafanywa 3 ndio nifanywe surgery. Hii 3 ilikuwa ya kupunguza makali ya ugonjwa kuendelea kuspread. Kwa already ilikuwa imegusa lung, imeform lobe. So baada ya kudungwa hiyo 3, nashukuru sana Philmed Company, dawa ya kwanza ilikuwa yao. Ya pili, hizo 2 nilinunua na pesa zetu yenye tulichanga na Wakenya. Then baada ya hapo nikafanywa 2 major surgeries ambayo bado pesa ya Wakenya ndio ilinisimamia. Ambayo ilikuwa ni surgery ya nini na nini? Ilikuwa ya ku remove the right breast na ku remove the ovaries. Kwa sababu ovaries ilikuwa inachangia kuspread because of hormonal imbalance. So after hapo nikarudi sasa, baada ya kufanywa surgery nikapewa kitu like 3 weeks. Hii 3 weeks tu ni ya kupona kidonda, kisha nirudi nione daktari wangu anipatie maelekezo zaidi. Hizo 3 weeks zilikuwa refu sana kwako? Yeah, ilikuwa ndefu. So baada ya hapo kurudi kwa daktari, nilishangaa sana, naambiwa naenda 18 cycles of chemotherapy. Lakini hata hivyo nilikuwa najua. Hata nikiwa hapa nilikuwa najua matibabu haitaenda kuwa rahisi. Kumbuka tulikuwa tuna fight breast na kwa bahati mbaya ikaspread kwa lung. So ulipata tulikuwa tunarudi tena kufight breast at the same time tuna fight wapi? Lungs. So hiyo kutoa breast na kutoa ovaries ilikuwa itasaidia yani matibabu ya lungs ikue na uwepesi. Lakini hata hivyo bado ilikuwa ngumu. Nashukuru sana, tulikuwa tuna nikitoka hapa nilikuwa nimeambiwa ikifika mwezi wa 10 SHA itaweza kuanza matibabu. Lakini SHA haikunilipia matibabu. Pesa ya Wakenya ndio imenisaidia. Na ndio sababu nakanga hivi naambia Mungu, sina ya kuwapa, sina kitu naweza nikawapa Wakenya. Lakini siku zote za maisha yangu niishipo duniani, wacha Mungu awabariki sana. Ya mimi ama Kenyan princess. Sababu jinsi nilivyo hivi, niko salama, niko smart, ni sababu yao. Hakuna kitu kwetu wangeza ku afford. Ya hakuna, hata madada zangu, hata mama yangu mzazi ni Wakenya walisimama na mimi. 18 circles, dawa moja ikiwa 40,000 na ya kumesa 10,000 hiyo ni 50,000. After 2 weeks ukue na 50,000, ujiongeza fare, to and fro, ujiongeza kulala, unalipa room. Nikifika hospitali naambiwa immune ni 0.8, 0.9. Sasa wacha ile wakati nilikuwa nalia 1.3. Sasa immune ilikuja ikatemba to 0.8, 0.9. So kila cycles nadungwa dawa ya kuboost immune. Lazima ni boostiwe. Na kuboostiwa, huwezi boostiwa ati leo kesho kutwa udungwe. Ukiboostiwa hiyo siku 3 unakaa siku 1, ndio sasa hiyo siku nyingine kufanya nini? Unarudi tena kupima damu. Na sasa upewe dawa. So utalala kwa lodging. Hiyo bado ni pesa ya Wakenya ilinisaidia. Hakika sina budi ya kushukuru Wakenya. Wamekuwa msaada mkubwa kwa maisha yangu. Nasema Mungu awabariki sana. So nimeenda 18 cycles of chemotherapy na pesa ya Wakenya ilinifikisha 16 chemotherapy. 17 nikawa nimeishiwa kabisa. Kwa sababu hapo ndio ilikuwa chakula, hapo ndio ilikuwa matibabu, hapo ndio ilikuwa kila kitu. So pesa ya Wakenya ikaishia 16 chemotherapy. Lakini nikaenda nikaongea na daktari nikamwambia mimi sasa penye imefikia sina uwezo, nitafanya aje? Nikadungwa dawa ambayo inaitwa Herceptin. Herceptin haiko mbali sana na Trastuzumab ambayo nilikuwa nimeandikiwa ya 40,000. Inapitania tu kidogo, lakini kwa sababu kulingana na uwezo mimi sikuwa na otherwise ilibidi nidungwe hiyo. Herceptin unaenda unadungwa hapa. Wanaenda tu wana mix kisha wanakuja wanakudunga. Kweli matibabu ya safari ya kanza sio rahisi. Sio rahisi kabisa, ni ngumu. Na ule wakati sasa Faith unaambiwa daktari amekuita, umefanyiwa uchunguzi tena, umefanyiwa all the tests, anakuambia kwamba hauna tena. Kwanza kabla tujefikia hapo, wakati nimefanyiwa surgery nimeanza matibabu, nikapiga chemo mpaka chemo 8. Nikatumwa CT scan. Kutumwa CT scan ikawa lungs iko clear. Ulisikia? Yani nilifurahi na sikuambia mama yangu ya kwanza.
Ukasema acha ni hold on. Sasa nguvu sasa ukapata nguvu. Akaanza kupata nguvu. Isipokuwa unajua ukiwa kwa matibabu bado tu dawa imekuchoma, bado tu uko tu. So nikakuja, lakini nikawa niko na pneumonia, nikatibiwa, nikawa niko sawa. So after hapo kulikuwa lungs iko sawa. Unajua kama kuna kitu tulikuwa tunajaribu kuchunga sana ni hapo lungs. So lungs ilikuwa ikawa iko clear, alafu sasa thickening of skin bado inaonyesha the car. Thickening of skin, lakini sikustuka. Kaambia Mungu ndo tumeanza safari. Asiogopi. Siogopi, ndo tumeanza safari. Kitambo tufike 18 utakuwa ushatenda. Utakuwa ushatenda kazi yako. So hapo na hapo nikaendelea na matibabu, nikafika nikaambia daktari, nikaomba daktari kitu moja. Kaambia usinitume tena test. Naomba tu acha nimalize. Isipokuwa huwa wanafanya alafu wanakutuma test. Ndio nikamwambia tunaomba usinitume tena test. Wacha tu nifanye nini? Nimalize chemo alafu unitume kitest. So nikangangana, nikamaliza hiyo chemo 18. Chemo 18 nimemaliza mwezi wa 4. Mwezi wa 5 nikafanya test. Ikaonesha hakuna, yani tu nishukuru Mungu. Nashukuru Mungu maana Mungu amekuwa Mungu mwaminifu. Nikaambiwa, yani hata sikuamini. Unajua huwa wanasili hiyo nini? Wanasili hiyo report. So unachukua tu imefungwa, wewe si fungua daktari atajua. So huwa imesiliwa kabisa, yeye ndo anaenda kufungua. Nimebeba na picha, na picha ndo unaangalia, na mimi sijui kuona picha. Hata uwezi ujua kuona picha ni ngumu. So nimebeba tu mpaka kwa specialist wangu, nimempea kufungua. Akasema thank you Lord. Ukashtuka? Nikashtuka, akasema thank you Lord. Lungs are clear. Hakuna penye ugonjwa imespread, hakuna dalili yote yenye inaonesha kwa uko na kanza, hakuna. Na unajua nini? Hapo sasa ndio ilikuwa inaamua kama mimi ninastopishwa chemo ndio niendelee na oral chemotherapy. That's why nilikuwa nakwambia I'm not a cancer free, I'm a cancer driver. Cancer driver ina maana kuwa hauna ugonjwa lakini bado uko kwa matibabu. Kuna matibabu inaitwa oral chemotherapy. Oral chemotherapy ni dawa za kumeza. Na dawa za kumeza miaka chache ni 10. Hakuna mtu. Lakini sasa unapata utasajifanyia mambo yako. Alafu ikuchomi vile, kunywa tu maji mingi. Iko ndio, unajua ni chemo bado. Bado ni dawa za chemo za kumeza. So una maintain tu kunywa maji mingi, kula fruits. Na maisha yako hivyo tu. Maisha utaendelea kama kawaida. So sasa hiyo ilikuwa sasa ninaomba Mungu sana. Hiyo ilikuwa kama finali. Unaongojea Mungu watasema aje. Mimi nilikuwa peke yangu. Mara mingi mimi utembea peke yangu. So madhe ilikuwaje ukamwambia ilikuwaje? So baada ya kuchukua hiyo report, hiyo siku ndo nilienda. Nilitoka tu nikaenda nyumbani. Nikafika nyumbani kitu saa 10. Nikapata my mama akiprepare supper kitchen. Nikaenda nikakaa, nikamwambia mama, ulikuwa umepika nini lunch? Akaniambia alikuwa amepika kideri. Nikamwambia naomba unisaidie kideri. Akanipagulia, nikakaa naye. Nikamwambia mama, leo report although turuhusi kutoka na report inabaki kwa hiyo nini? Kwa records ya hospitali. Nikamwambia leo report ya hospitali inasema mimi sina kanza. Lakini my mama akapiga magoti akashukuru Mungu. Alishukuru Mungu. Na kila wakati mama yangu waombea wa Kenya sana. Kwa sababu 99% ni wa Kenya wameweza kunishughulikia. Mimi hakuna kitu nilikuwa naye Lulu. Kama si wa Kenya ningekuwa wapi? Tulipromisiwa mwezi wa 10 itaanza kazi. Haikuweza. Wakasema president wetu William Ruto amesema kuwa ukifika mwezi wa 12 atatuongezea ile limit ya chemotherapy. Kisha tuendelee na matibabu. Hiyo limit mpaka walio haijaongezwa. Na utapata matibabu yenye mimi nimekuwa nafanyiwa, hiyo dawa ni very expensive. Alafu hiyo dawa ni ya kuimportiwa. Na ni ile dawa ambayo inaishi kwa fridge tu. Ikifika inafika kama imewekwa kwa cool pack, ifike iweko direct kwa fridge. Yani kitolewa hapo inamixiwa kama imeingia kwa mwili. Si dawa yenye inaweza weka tu hivi. Unaona, ni very expensive. Mimi ningeanzia wapi? Na ndio sababu nikasema mimi nataka nirudie hii test. Kwa daktari, hii test naweza rudia baada ya muda gani? Akaniambia hata 1 month haina shida. So unajua hiyo machine, alafu hiyo stima
ndio huo wanachunga. Ndio stima mashine hiyo dawa ndio unadungwa. So nikapelekea specialist, lakini sikupelekea daktari wangu wa radiotherapy. Kwa wale wajui radiation ni machine fulani unaingizwa kwa stima alafu huwa ina roll hapo penye kuna hiyo shida. Sasa hiyo ndio radiation. So nikasema siwezi pelekea hii daktari wangu wa radiation, wacha nirudishe kwa file huko, then nikae tena nirudie hii test. So nikakaa hiyo test nikarudia hali mwezi wa 6. Nikarudia sasa mwezi wa 6 hiyo test. Kurudia mwezi wa 9, mwezi wa 6 ikawa ni sawa. Nikachukua sasa nikaenda sasa nayo mpaka living room. International Hospital. Living room, daktari wangu wa radiation anapeana huko chemotherapy. Na daktari mzuri sana. Anaitwa Dr. Joan. Yeye ndiye anapeana chemo wapi? Living room. Iko Kipkorgot, kwa wale wangeza penda sana waende watibiwe mahali pale. Iko Kipkorgot. So nikampelekea akaangalia, akasema tunashukuru Mungu. Sasa hii yesi danganya, hii ni msema kweli. Nikaambia Mungu asante, umenipigania. Safari haijakuwa rahisi. Tangu 2024. Mawazo nini kila kitu. So muonekano wako uko tofauti. Naambia Mungu asante. Umefurahi sana. Naambia Mungu asante, naambia Wakenya asante. Wakenya, Mungu awabariki siku zote za maisha yenu. Mmekuwa msaada mkubwa sana kwa maisha yangu. Sina chochote ya kuwapa duniani, lakini siku zote niishipo duniani mimi nitaishi nikiwaombea Mungu awalinde, awafunike, awalinde na usawa tumbo yenu. Maana mlitenda mazuri sana katika maisha yangu. Mimi nilikuwa nimegive up. Tatu ni kuambia ukweli. Nilikuwa nimegive up. Sasa wanakuambia SHA yezi kukulipia dawa. Na unajua nilikuwa ndo nimeanzisha hiyo dawa. Nimebadilishwa sasa. Unajua once ugonjwa ina spread. Na hiyo ndo ningependa sana kuatia moyo ambayo ama ni changamoto kwa wale ambao wako kwa matibabu sasa hivi. Tafadhali sana. Tafadhali tu kama uko na uwezo wa kutibiwa. Wachana na stress. Na wachana kusikiza watu. Watu wako na mambo mingi sana. Ukianza kusikiza watu hata uta give up. Ni wangapi nimekuwa nikisikia madaktari wakiwafuatilia wanaruka dawa. Na kuruka tu dawa hivyo ndio inachangia. Unajua anaruka dawa kwa sababu gani? Ameokopa kemo. Hiyo ndio inaua. Hiyo ndio kemo ndio itakumaliza. Nani alisema utakata matiti? Ukikata matiti utakufa. Sasa unasikia? Hiyo kwanza wanasema hiyo radiotherapy hiyo ndio ina spread. Sasa sikiza hii kitu mimi naongea kitu ambaye nimesikia. Unaona? So ningependa sana wasisikize watu. So utaka kuniambia Faith, wakati unakuja hapa ulikuwa hauna matumaini kabisa? Mimi nilikuwa nimegive up. Sababu gani? Una hata shilingi. Una kabisa, na unaambia unabadilishwa dawa ambayo ni very expensive. Madaktari wananisikia popote walipo. Trastuzumab ni very expensive. Tena sio dawa ati wale tingi ati ikae tu hapo, una book mapema. So tumekuwa tukibook hiyo mapema. Mimi mpaka sasa sijafungua kazi sababu pesa yote hospitali imevionza. Lakini nashukuru Mungu. Nilipiga magoti nikaambia Mungu, wacha hiyo pesa itende kazi ambayo tulikuwa tumeomba Mungu itende. Lakini cha muhimu Mungu na wewe utende kazi yako pia. Asante sana Faith, manake wewe at least umekuja ukasema shukrani. Na hiyo ndio kama kuna kitu niliomba Mungu sirini, bila kushare hata na my prayer partner, bila kushare hata na caregiver wangu, ni hii siku. Hii siku singeshare na mtu. Hii siku ilikuwa ni mimi na Mungu wangu. Kila wakati kwa maombi yangu nilikuwa naambia Mungu, siku tu nitarudi kukushukuru. Katika kitabu cha Luka 17 mstari wa 11 hadi 19 kuhusu wale watu 10 ambaye Mungu aliweza kuwaponya ugonjwa wa ukoma, ni mmoja tu aliweza kurudi na kutoa shukrani. So inajaribu kutufunza tusisahau tulipotoka. Usisahau ulikotoka. Usisahau wale waliokusaidia, wale waliokushika mkono wakati haukuwa nayo. Au sikuwa na uwezo. East, west, north, south, I was empty, nothing. Lakini wakati nilikuja mali hapa, mkanipokea na Wakenya wakaweza kunisaidia, niliambia Mungu asante kwa sababu chakula yenye nilikuwa nahitaji nilikuwa napata. Nikienda kufanywa na kumbe tu mwili inabadilika haraka. Baada ya kuchangiwa pesa ya matibabu, nikaanza sasa kuenda napata chakula, na kula kuku,
nakula samaki, nakula fruits. Nikiwa nafanyiwa surgery, 2 major surgeries nilifanywa siku moja. Daktari anakuja kuniambia, Faith, uko healthy? Nikiwa ward. Ananiambia unakaa healthy. Tutakudischarge wewe kesho. Unaona, mpaka nikaambia Mungu asante. Yani nilibadilika tu haraka. Nilibadilika, mawazo yakaniondoka, sababu si mawazo yalikuwa pesa ya matibabu. Mawazo yakaniondoka, alafu si unapata chakula yenye huko unapata. So nikabadilika, mwili ikawa mzuri. So baada ya surgery, baada ya chemo kuingia surgery, ijakuwa mbaya. Yani penye imenilemea ni immune, lakini nilikuwa naambiwa lazima tutanilemea sababu already mwili dawa iko kwa mwili. Asante sana Faith. Na tunashukuru pia kwa wewe kuja kushukuru. Kabisa. Lakini pia kwa mtazamaji anaweza tutazama kwa hivi sasa nambari ya Faith, anasema pia ana mengi ya kusimulia. Kwa wale ambao pia mngependa kusema karibu sana, nambari yake ni hiyo hiyo. Na pia umeweza kusikia kwamba ile pesa pia nyingi aliweza kutumia katika masuala ya matibabu, na leo tusimwache Faith atoke patupu, tumsaidie kidogo angalau kaanze biashara. Amen. Amen. At least tuanze biashara maisha yako sasa. Tashukuru. Na uwe mfano mwema, mfano bora kwa wale waathiriwa pia wale. Kabisa. Pia upate muda uende uzungumze na wao. Kuna wale ambao wamekata tamaa, na nahisi kwamba kuna wale ambao wanatazama. Najua katika hospitali kuu ya Kenyatta lazima TV zote huwa ni Citizen TV, na nina imani katika ile eneo la Cancer Center wanatazama kwa hivi sasa. Ungependa kuambia nini wagonjwa wa kwanza kabisa kwa wale ambao wako diagonize ndio wameanza ni matibabu, hapo ndio kuna changamoto kali sana. Ningependa tu tafadhali, kansa sio ugonjwa ambaye inaua. Ni ugonjwa tu ambaye ukizingatia matibabu na uweke Mungu mbele na uondoe mawazo, utakuwa sawa. Cha muhimu ni wewe usingatie matibabu. Kweli kabisa, chemo ni kali, sikatai, chemo ni kali, lakini mtu usikufe moyo. Ng'ang'ana tu, najua ni kali, ni mapito, ni kali. Wacha niseme ni kali. Ni kali kwa sababu inachoma mtu, hata kumaliza kijiko 2 ya chakula ni shida. Lakini naomba tu tafadhali sana, na watia moyo. Mniangalie mimi, nimeenda more than 32 chemotherapy. Vile niko hivi. Nilikuwa nimeng'ang'ana na ya breast, ikafika mahali ikafail, ikaruka. Nikarudi tena nikarudishwa 18 circles. Na hiyo yote haijakuwa rahisi, lakini nimeng'ang'ana. Siku ya leo nataka niwatie moyo. Tafadhali sana, msingatie matibabu na muweke Mungu mbele. Madaktari wanatibu, lakini siku zote za maisha yetu duniani ni Mungu anaponya. Na tumtumainie Mungu na yote atakuwa sawa. Na kwenye wanafanya radiotherapy, tafadhali sana, radiotherapy si eti itakuungusha, sio moto inaungusha mtu. No, hiyo mashini haina peni yote kwenye wajefikia mali pale, haina peni yote. Na najua matibabu ya kansa ni procedure, na hakuna procedure hata moja unafaa kuruka. Vile tu utaanza na chemo, ukuje surgery, uende radio, urudishwe chemo, ndio ukuje kwa horo. Lazima hiyo procedure yote, utaratibu ufuate. So mimi ningeweza tu kuatia moyo, don't give up. Tafadhali sana, kaa ukijua Mungu wako, na siku zote Mungu anaweza. Na anaponya. Asante sana mtazamaji. Amekuwa Faith, anasema amekuja kutoa shukrani. Anasema mliweza kumsaidia mwezi wa Agosti mwaka jana kupitia kipindi cha Shajara, na hivi sasa kama mnavyoona tofauti ya yeye mwaka jana na leo ni tofauti kubwa sana. Hata wajua tulikuwa tunamwangalia tukasema huyu tumemwona wapi? Mtazamaji, ndio ushuhuda wake Faith siku hii ya leo. Mtazamaji, tunapumzika kidogo, lakini kama nilivyokuarifu hapo awali ni kwamba tutakuwa na DJ Styles ndani ya studio, na imani Faith pia utakatika kidogo. At least watu wakuone ukidance. Ni dance. Ndio. Utadance DJ akifanya mambo yake. Dance kabisa. Wakenya wakuone. Baada ya muda usiku.